Kwa Dr. Mahera anaangalia upande mwingine wa maisha na ni sehemu ya career ambao naona ameichagua. Kwa sababu hiyo Mheshimiwa Rais akaona ni vyema sasa atuletee jembe lingine. Dr. Hussein, hawa ni baadhi tu ya watumishi wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Wizara yetu ni kubwa, ina makazi hapa, lakini pia tuna outpost kama vyuo vya walimu 35, 36 sasa nafikiri. Tuna vyuo vya maendeleo ya wananchi 54+1, huwa na ile moja naizungumzia lakini iko TAMISEMI. Lakini pia kuna vyuo vikuu na vyuo vya kati. Kwa hiyo tunasimamia taasisi almost 29, lakini na hizi nyingine ndogo ndogo ambazo ziko zinaripoti moja kwa moja kwenye wizara yetu. Wizara yetu ina majukumu makubwa, nafikiri tutaweza kupitisha, lakini hivi vichwa unavyoviona hapa, hivi vichwa hivi ndio vinafanya wizara yetu ifanye hayo mambo makubwa. Kwa ninakukaribisha kujiunga na timu ya Wizara ya Elimu, ambayo ni timu tunaitaga timu ya ushindi. Yaani mambo yetu yote tusema tumefanikiwa hili na lile ni kwa sababu ya timu hii. Kwa hiyo sisi watu tunajiita ni timu ya ushindi na tunashikamana kuhakikisha kwamba yale majukumu na matamanio ya serikali kupitia wizara yetu yanatekelezwa. Kwa maana hiyo tunakukaribisha sana uwe mmoja wapo wa timu hii ya ushindi. Ninaamini tutapata muda mahususi wa kuweza kukutana na management ya wizara, lakini pia kwa sababu unakwenda kuhudumia docket ambayo ni kubwa, wengi hapa unaowaona hapa wanahudumu katika docket ambayo unasimamia elimu msingi na elimu ya mafunzo ya ufundi stadi. Ni almost inabeba kama 2/3, labda 2/3 au 2/3 ya wizara yetu, kwa sababu ndio hasa chimbuko la masuala mengine ya elimu ambayo unayaona kwenye ngazi ya juu, ya kati na ya juu. Kwa hiyo naamini utainteract na watumishi wenzetu hawa, lakini kabla ya hapo utapata muda mahususi wa kuinteract na viongozi ambao wako kwenye management ya wizara, na kwa maana hiyo tunakukaribisha sana. Yetu hapa ni walimu na kwa kweli tunajituma kama walimu, na najua walimu huwa ni watu wa mfano. Kwa hiyo naamini utafurahi kabisa kufanya kazi na timu hii ya ushindi na tutafanikiwa pamoja. Tunausemi kwamba tukiwa na mafanikio hata kama madogo, sio ya mtu mmoja, ni mafanikio ya wizara nzima. Lakini pia napenda nikutambulishe kwamba tumekuwa na baraka katika wizara hii. Katika PDF iliyopita, sijui ilipita lini, tulitoa naibu katibu mkuu mwingine. Huwa namuita Dr. Atupele Mwambene. Yeye alikwenda kuwa naibu katibu mkuu TAMISEMI. Lakini katika PDF ya Jumatatu, Jumanne, pia Mheshimiwa Rais imempendeza kutoa kiongozi mwingine kutoka wizarani kwetu. Na huyu lakini Mheshimiwa Rais pia amemteua Profesa Peter Msofe aliyekuwa mkurugenzi wa elimu ya juu kwenda kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia masuala ya mazingira. Kwa hiyo tunaona kwamba walimu tulioko hapa tunalea, si ndio? na ndio sifa ya walimu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutulea sisi kama wizara, na pia kuona kwamba watumishi ambao wamehudumu katika wizara hii wanafaa kwenda kutoa huduma katika maeneo mengine. Kwa hiyo napenda kwa niaba ya management, lakini pia watumishi wenzangu, nikukaribishe sana. Mshukuru Mheshimiwa Rais kwa maana kwenye mabadiliko haya ameendelea bado kuniamini, kwa sababu inawezekana pakatokea mabadiliko alafu kaonekana bwana huduma yako imetosha. Kwa hiyo nashukuru kuona kama huduma yangu bado inahitajika na Mheshimiwa Rais ameona nije hapa. Lakini kwa kipekee kabisa nimshukuru katibu mkuu. Sikutegemea mapokezi ya namna hii. Kawaida yetu. Nilijua nakuja nakutana na ndugu yangu Dr. Mahera hapa. Tunazungumza, tumemaliza, tutakutana kwenye maofisi. Kwa hiyo nashukuru sana kwa mapokezi ya namna hii. Karibu. Tafsiri yake maana yake ni deni. Maana yake umeaminiwa, watu wamekupokea,
Kwa lazima sasa uonyeshe imani hii, wanasema imani za imani. Kwa hiyo ahadi yangu ni moja tu, ni kwamba bahati nzuri hapa kuna walimu wengi. Kwanza nitakuwa mwanafunzi mzuri. Hatua ya kwanza ni ya kujifunza. Bahati mbaya kama alivyosema, nikieleza kwa ufupi, sijawahi kuwa kwenye taasisi za elimu. Mimi nilianzia kwenye halmashauri, tena halmashauri za Dar es Salaam pale, nimekaa Kinondoni, nikakaa Ubungo, nikatoka pale nikaenda ofisi ya makamu wa rais, nikaingia kwenye kilimo. Na bahati mbaya niingia kwenye kilimo ambacho sijawahi kushika hata jembe, lakini nikajifunza. Kwa naamini kabisa kama niweza kujifunza kwenye kilimo, basi hapa vile vile kwa vile nina walimu wengi nitajifunza. Nachoahidi ni kwamba nitatoa ushirikiano wa kutosha. Pale ambapo sielewi msinichoke nikiuliza, itakuwa ndio sehemu ya kujifunza. Na kama alivyosema, huwa naamini kwenye teamwork. Kama hii ni timu ya ushindi, maana yake ningependa nami kuwa sehemu ya timu ya ushindi. Lakini kwa vile niko na walimu, naamini muda mfupi utanitosha kujifunza na kuweza kuendelea tukiwa pamoja. Kwa hiyo niseme mengi, ila naahidi tu kwamba ushirikiano, na naamini nitapata ushirikiano. Kwa jinsi mlivyonipokea, naamini ushirikiano huo tunaenda pia kuona tukianza kufanya kazi maofisini. Kwa baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mkuu, nishukuru. Nimshukuru kakaangu Dr. Mahera, jana nimekaa naye kwa muda mfupi, lakini amenipa shule ya miaka 3. Nitaendelea shule iliyonipa jana, nikijumlisha naye hapa, nadhani ndio nafasi nzuri ya kuweza kufanya kazi vizuri. Nimshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuniamini na kuweza kunipatia kibali cha kuweza kwenda kwenye maombi ambayo nataka kuyapeleka huko nyumbani kwetu kwa ajili ya kuwatumikia wananchi wa jimbo letu la Butiama kama nitafanikiwa. Mimi niseme Hussein, hapo umekuja mahara pazuri, mahara salama, mahara penye upendo. Na mahara pa watu ambao wanaheshimiana lakini wanapenda kufanya kazi ya kuleta matokeo. Nimepita sehemu nyingi, lakini hapa nilipofika ingelikuwa sio kwamba nimeamua before, kwa kweli nilikuwa nimefika mahara pazuri. Mahusiano mazuri na nini, lakini kwa sababu nishaamua. Nimepita chuo kikuu cha Dar es Salaam, nimekaa miaka 10 na kitu pale. Nilipotoka pale nikaenda kwenye chuo kingine cha kimataifa, kilikuwa kinaitwa African Institute for Mathematical Sciences. Nilikaa miaka 2 pale, baadaye nikateuliwa kwenda kuwahudumia wananchi wa Arusha DC kwa muda wa miaka 3 kule. Nikakaa na wananchi wa kawaida kabisa, nayo nashukuru nao umefanya kazi kwenye halmashauri. Kwa hiyo kule unajifunza mambo mengi. Nako nilitoka vizuri, lakini nilipotoka pale nikateuliwa kwenda Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ambapo napo nimekaa miaka 3. Napo nilijitahidi kutoka vizuri. Nilikuwa naogopa sana kutumbuliwa. Kwa sababu unaona aibu. Kwa hiyo mtu akikuamini inabidi na wewe ufanye kazi kwa imani. Nilipotoka pale nikaenda TAMISEMI, lakini nikapelekwa upande wa afya. Sasa kwa nini sikwenda elimu? Yaani ningelikuwa nachagua ningelienda elimu wakati ule TAMISEMI. Lakini nikaenda upande wa afya. Napo nilijitahidi kadri nilivyoweza. Napo nadhani nilitoka vizuri. Nikaja hapa nyumbani. Nawashukuruni sana kwa ushirikiano mkubwa ambao mmenipatia. Kwa kweli kwa miezi michache ambayo tumefika hapa, kama alivyosema Katibu Mkuu, tumejitahidi kufanya mambo makubwa kwa kushirikiana wote kwa pamoja, na haya majembe ambayo mnayaona hapa, hongereni sana. Jana nilikutana na naibu mwenzangu, namfahamu. Sio kwamba ni mgeni, tumekuwa kwenye vikao, lakini nje ya vikao pia nilikuwa namfahamu. Niliposikia ni yeye Hussein anakuja hapa nilifurahi sana, kwa sababu najua na yeye atakuwa sawa na mimi almost. Na bahati nzuri mmesikia katika hotuba, kwa sababu hapa najua mnachotaka ni amani na ushirikiano. Jana tulivyokutana kweli nimueleza vizuri muundo wa docket yetu. Nikamwambia ofisi kubwa ni ya kamishna wa elimu yuko pale Bwana Liabwene Mtahabwa, ambapo nilikuwa napitia zile takwimu nikaona tuna watumishi 92. Nikaa nimeweka kwenye mathematics kwenye ratio ya 6 66 20. Yaani 6 hawa ni maafisa, alafu wale 6 hawa ni viongozi, 66 ni maafisa, wale 20 ni watumishi mweka. Lakini nikanyumbulisha na ile 20 kwamba 80-4-8. Maana yake 80 ni wale wa PS, 4 ni wahudumu na 8 ni madriver. Kwa hiyo ni ofisi kubwa ambayo ina wakurugenzi 2 na assistant director 3, lakini wapo hapa.
Ukitoka hapo tuna ofisi ile ya udhibiti ubora ambayo nayo ni kubwa, ambayo tumesambaa mpaka chini kule. Kwa kweli watu wote tulifanya nao kazi vizuri, na katika kipindi ambacho tumekuja hapo tunamshukuru Mheshimiwa Rais pia kwa kuweza kuapprove muundo wa udhibiti ubora ambao sasa umewafanya wamehamasika sana kufanya kazi. Mimi niseme ninawashukuruni sana. Ninaomba ushirikiano ambao mmekuwa mkinipatia hapa muendelee kunipatia. Ninawaahidi na mimi huko ninakokwenda nitaendelea kuwakumbuka, na hasa hapa uongozi wa katibu mkuu wetu tunakushukuru sana. Uongozi mahiri katika kipindi hiki, watu wana amani, mambo yenu mazuri. Unaona nyuso zinavutia. Kwa hiyo tunachoomba ni kuendelea kutoa ushirikiano na moyo wa upendo ili tuweze kwenda mbele kulijenga taifa letu, na tushirikiane katika kutekeleza hii mitaala iliyoboreshwa. Hapa iliyoboreshwa kuna wameleta mkondo wa jumla na kuna mkondo wa amali. Kwenye mkondo wa amali tumeanza kwa kiasi kikubwa, na tuna wanafunzi 9500 kama 40 hivi ambao wapo kwenye shule za serikali na za msingi na za binafsi, ambapo wanafunzi wengi wapo kwenye shule za serikali. Tunaendelea kuimplement hivyo, na ujenzi upo unaendelea wa zile shule za amali, shule 103, lakini kuna shule nyingine 29 ambazo zilikuwa zinatakiwa kuanza, lakini kati ya hizo 10 ziko kwenye hatua nzuri sana, na wamefanya tathmini mwezi wa 4 wakina Mauridi pale, wameangalia changamoto ambazo zipo ambazo serikali inaendelea kukabiliana nazo. Tulipata kibali cha walimu 4633, na kati ya hao 4075 ni walimu wa masuala ya biashara, ambapo lakini hawajapatikana wote. Lakini walimu 558 ni walimu wa masomo ya amali, lakini tumeendelea kuwajaza hivyo ili waweze kupatikana. Kwa hiyo na jukumu hilo, timu ni nzuri, katibu mkuu wetu ni mzuri, ana delegate power, mambo yanakwenda.